Karibu sana ndani ya Darajani 1105. Bila shaka hii utakuwa haujui kwa sababu ni mara chache sana kusikia fakti za aina hii kwenye vipindi ni vya michezo mbalimbali, lakini pia ni zikizungumzwa sana, lakini ukweli ndio huu ninakuletea hapa. Okay, uliwahi kuwafahamu Maball Boys walipotokea ni wapi? Hapa nawazungumzia hawa ni wanaokota mipira. Uliwahi kufikiria labda ni historia yao nilianzaje mpaka kufika kwenye soka? Okay, leo Darajani 1105 nakuletea fakti hii ni kwamba kwa mara ya kwanza Maball Boys walitumika na Chelsea. Chelsea ndio ilikuwa timu ya kwanza kuweza kuwatumia Maball Boys, na nilikuwa mwaka 1905 wakati Chelsea ilipoanzishwa. Kipa wake wa kwanza kabisa alikuwa anaitwa William Falk, ambaye yeye alikuwa ni mnene sana, yani tunaweza kusema miraba 12, maana sio miraba 4. Alikuwa ni jitu fulani hivi, likikaa golini limejaa goli zima. Na kwa leo tunaweza tukachukulia ni mfano kwa Kobisi, labda tuseme Kobisi au JB fulani hivi wakae golini. Sasa ndo alikuwa ni mtu ni wa staili hiyo. Sasa kutokana na viwanja ni vya kipindiko vilikuwa ni vikubwa sana, yani kutoka kwenye goli mpaka kufika kwa mashabiki ilikuwa kuna kaumbali. Kwa hiyo kwa nini kulikuwa kuna kaumbali? Kwa sababu viwanja vingi kipindiko vilikuwa vinatumika kwa ajili ya michezo mingi, yani Olympic, yani ni unakuta michezo sio ya riadha, michezo ya nini, kurusha tufe. Kwa hiyo sasa huo ni umbali wa kutoka goli moja mpaka kwa mashabiki. Ilikuwa kama nikitokea goal kick, yani mipira nimepigwa nje, ilikuwa ni changamoto kwake kufuata kutokana na mwili wake mkubwa na hivyo, yani ni jitu fulani hivi limeshiba. Kwa hiyo sasa ndo hapo akaekewa vijana ambao wao kazi yao kubwa nilikuwa mipira nikipigwa nje, vijana ni wanafuata mipira then wanamletea yeye, ili kupunguza huu muda ni wa kufuata mipira kwa kipa. Ndio hapo sasa Maball Boys wakatambulishwa rasmi kwenye soka, na ndo mpaka leo hii tupo nao. Lakini chanzo ilikuwa ni Chelsea, na kipa huyo alikuwa anaitwa William Falk, ambaye kwa sasa ni marehemu kwa sababu ni kitambo sana toka klabu imeanzishwa. Huyu ndo alikuwa kipa wetu wa kwanza wa Chelsea. Kwa hiyo hii ni fakti ambayo labda ni unatakiwa kuijua ili kuweza kuongeza maarifa kwenye kuitambua vizuri sana Chelsea, na haswa kwa lugha adhimu sana ya Kiswahili, kwa sababu sisi tupo hapa ili kuweza kukupatia madini mengi sana, fact ambazo zimenyooka kuhusu Chelsea. Asante sana. Mr. Darajani nilikuwa hapa. Majina yangu ya nida ni Barnabas kwa kisa KTBFFH. Keep the blue flag flying high.